Odinga. Mimi naitwa Lofty Matambo. Na mimi ni Frida Mwaka. Siku zote mtazamaji nitaitika mfasiri wa lugha ishara akiwa ni Flora Atieno, na hivi tunakupeleka moja kwa moja katika kaunti ya Kisumu ambapo mtazamaji tunaarifiwa kwamba ipo hafla ya kuwasha mishumaa ambayo inaendelea kwa sasa kwa kumbukumbu za Raila Amolo Odinga hayati, lakini nafahamishwa kwamba mwanahabari wetu Ibrahim Karanja amekita kambi katika eneo hile. Ibrahim, hebu tupatie taswira kamili, ni kipi kinaendelea? Naam, Lofty Frida, asante sana kwa kuja kwetu. Tupo katikati mwa jiji la Kisumu, katika uwanja wa michezo wa Kisumu, na hapa kitu ambacho tunashuhudia ni kwamba maombolezi zaidi ya kumkumbuka Raila Odinga bado yanaendelea hapa, na muda mfupi uliopita katika uwanja huu wamewasha mishumaa. Maelfu ya watu ambao wote wamewasha mishumaa kwa ishara tu ya heshima kwa Raila Amolo Odinga. Baadaye nitakuwa nikizungumza na baadhi yao, lakini picha ambazo tunazishuhudia ni picha ambazo hatujapata kuzishuhudia kutoka kwingine kokote. Manake ni matayarisho pia ya watu wa Kisumu kupokea mwili wa Raila Odinga kesho, mwili ambao utakuwa ukitua katika uwanja wa Mamboleo, Jomo Kenyatta Stadium. Wanaijua wenyewe kama Mamboleo. Kesho saa 2 na kutakuwa na kutazama mwili wa Raila Odinga hadi itakapofika saa 9 mchana, kabla ya mwili wake kupelekwa katika eneo la Bondo. Lakini kwa sasa wacha tuzungumze na hawa viongozi ambao wanaongoza shughuli hii ya kuwasha mishumaa. Huyu hapa Bwana Abala Wanga ambaye ni meneja wa jiji kuu la Kisumu. Bwana Abala Wanga, asante sana kwa kuungana nasi. Upo moja kwa moja katika NTV. Tumeona maelfu ya wakaazi wa Kisumu wamefika hapa kuwasha mshumaa wakiongozwa na Gavana Nyong'o. Najua ni kutokana na heshima ya Raila Odinga ambayo wakazi wa hapa wanayo, lakini ni lipi ambalo unaweza kutuongezea kuhusiana na hafla hii ambayo inaendelea kwa sasa? Asante sana Ibrahim. Leo hapa tunataka kuonyesha upendo kwa kiongozi yetu Raila Odinga. Kuna ile uvumi inaenea ati sasa Nairobi watu walikuwa wanapiga kelele vitu mingi ati Kisumu itakuwa wazi. Hakuna kitu kama hiyo. Hapa utaona amani na mshumaa na maombi. Tunapenda Raila na tunataka amani. Ndio sababu tumebeba kandu tuombe Mungu roho yake iende mahali pema poponi, na spirit yake ikuje kwa amani, na mwili wake ikuje kwa amani. Kuna hili swali ambalo tumekuwa tukiuliza viongozi wote, na umesema kwamba hakutakuwa na rabsha, hakutakuwa na fujo, lakini pia ni mikakati ipi ambayo imewekwa kuhakikisha hawa watu wanakuja kutokana na upendo, kuhakikisha kwamba wakati wanakuja kwa wingi hakutakuwa na kuharibika kwa, unajua, disorder? Ni mikakati ipi ambayo imewekwa? Kesho tumeongea na wananchi kwa radio. Ile order utaona Kisumu hautaamini. Wananchi watatoka wengi sana. Wakuwe pale Mamboleo saa 10 watakuwa hapo, mwili itaingia na waombe na waone mwili na waombe, hakutakuwa na fracas yote. Tumesensitize kila mtu na watu wanataka amani. Wewe ni meneja wa jiji la Kisumu, na swali ambalo wengine pia watakuwa wakijiuliza ni mipango ya pengine trafiki kesho katika jiji la Kisumu, iwapo kuna maeneo ambayo yatakuwa kitumika, maeneo hayatumiki. Sasa kesho Mamboleo kila mtu anaingia kwa mguu. Kuanzia roundabout ni kutembea mpaka kwa kiwanja, inaonyesha mahali ya kukaa. Everybody atakuwa na chance ya kuview mwili ya kiongozi wetu. Na pale kuna mayouth watatuguide, kuna wananchi wataguidiwa, na kuna maaskari pia watatuguide. Hautaona tear gas, hautaona bunduki. Watu wataona mwili na wataombea Raila kwa amani. Ni kilomita ngapi hizi ambazo watu wanatembea kwa miguu kutoka kwa stadium hadi Mamboleo Stadium? Hakuna kilomita, ni almost 500 meters only. Ni vile tu tunataka watu wapange laini, waingie kwa taratibu. Kila mtu atapata chance ya kuona kiongozi yao. Na hatimaye pengine katika mipango, na najua pia ilitajwa katika mpango wa kuondoka kutoka uwanjani na kuelekea hadi Bondo, safari ya kilomita 63. Utaweza kuwaeleza vipi wananchi na wakazi wa Kisumu kuhusu mipangilio pia? Sasa ile sensitization tumefanya, watu wa line tu hapo kwa barabara. Magari hazitaenda kwa haraka. So kiongozi akipita una wave tu, una mon, na atuta block barabara. Yes. Asante sana. Abala Wanga ni meneja wa jiji la Kisumu hapa Kisumu, na hawa ni wakazi wa eneo hili
ambao wanauliza kama wanaweza kuzungumza, lakini kwa sababu ya muda itakuwa ni ngumu kidogo. Naelezewa kwamba turejee nyuma ili picha ipatikane vizuri. Picha ya mishumaa ambayo mumeasha kwa heshima ya Raila Amolo Odinga. Ni maelfu na maelfu ya wakazi wa Kisumu ambao wamejitokeza katika uwanja wa michezo Lofty, na kuanzia leo huenda hata Kisumu yenyewe isilale usiku. Manake kutoka hapa watakuwa wakielekea uwanjani Mamboleo kuhakikisha kwamba wanamkumbuka Raila Odinga na kuangalia mwili wake kabla ya kusema kwa heri. Kwa hiyo ndio mkoko hapo unaalika maua katika safari ya mwisho ya Raila Odinga. Kumbuka hapa ni nyumbani. Nairobi alikuwa akiishi, lakini hapa ni nyumbani. Idadi ya watu ambao watakuwa hapa inasemekana kwamba itakuwa kubwa zaidi ya wale ambao walionekana jijini Nairobi. Lofty, Frida. Na asante sana Ibrahim Karanja. Bila shaka mapenzi kwa Raila, mapenzi kwa Ibra, mapenzi kwa NTV kupitia mishumaa ile. Sasa mtazamaji, tuvuke moja kwa moja hadi nyumbani kwake.